Kulikuwa na asubuhi ambazo anga lilikuwa zito, kana kwamba nalo lilikuwa linajua kile kilichokuwa kinakaribia kutokea. Ndege hawakuimba sana siku hiyo, na upepo ulikuwa wa kusuasua, kana kwamba ulikuwa unashuhudia uamuzi ambao ungegawa maisha katika vipande viwili visivyoweza kushonwa tena. Jina lake lilikuwa Elina Mwakasege, mwanamke mrembo kupita kiasi, ule uzuri ambao hauhitaji mapambo mengi kuthibitisha uwepo wake. Macho yake yalikuwa makubwa, yenye mchanganyiko wa upole na ukali. Ngozi yake ilikuwa laini, iliyobeba alama za miaka, lakini bado ilisimama kama ushahidi kwamba ujana haukuwa umemwacha kabisa, bali ulikuwa unamuita kwa sauti ya kishawishi. Lakini ndani ya nyumba yake ndogo ya kupanga, kulikuwa na sauti mbili ndogo ambazo zilikuwa zinamuita kwa jina tofauti kabisa. Mama, mama njaa. Sauti za watoto wake wawili, Amani mwenye miaka 7 na Tulia mwenye miaka 4, zilikuwa kama sindano moyoni mwake. Kila alipoyasikia, alihisi kitu kinamchoma kifua, lakini alijifunza kukifunika na tabasamu la bandia na hasira ya kimya kimya. Alisimama mbele ya kioo, akijipaka lipstick nyekundu. Aliangalia uso wake kwa makini, kama mtu anayejitazama si kwa upendo, bali kwa tathmini. Bado ninaweza, alinong'ona. Bado nina ujana wa kuishi. Nyuma yake Tulia aliketi sakafuni, ameshikilia mdoli uliopasuka mkono. Mama, leo naondoka tena? Aliuliza kwa sauti ya hofu. Elina hakujibu mara moja. Alivuta pumzi ndefu, akachukua mkoba wa mkononi, ule mkoba uliobeba ndoto zake mpya, marafiki wapya na maisha ambayo hayakuwa na vilio vya watoto. Ndiyo, alisema kwa sauti baridi. Mama ana kazi. Lakini haikuwa kazi ya kuwalisha watoto wake, ilikuwa kazi ya kutoroka. Miaka 8 iliyopita, Elina hakuwa hivi. Alikuwa msichana wa kijijini, mwenye ndoto rahisi, kuolewa, kupata familia na kuishi maisha ya kawaida. Aliolewa mapema, akampata mume aliyempenda kwa moyo wake wote. Lakini maisha hayakuwa na rehema. Mume wake alifariki kwa ajali ya pikipiki akiwa Tulia bado tumboni. Kuanzia hapo, dunia ilibadilika rangi. Marafiki walipotea, ndugu walichoka kusaidia, na mzigo wa maisha ukawa juu ya mabega yake peke yake. Alianza kusikia maneno kutoka kila upande. Elina bado ni mzuri, mbona anajifungia kwa watoto? Bado ana miaka 30 tu, si mzee. Maisha ni mafupi, ishi. Maneno yale yalijipandikiza moyoni mwake kama mbegu ya sumu. Kila alipoangalia watoto wake, hakuona upendo tu. Alianza kuona minyororo. Minyororo ya muda, minyororo ya ndoto zake, minyororo ya ujana wake unaotoroka. Siku hiyo, alifunga mlango wa nyumba yake kwa nguvu isiyo ya kawaida. Aliwaacha watoto na jirani yake kwa mara ya mwisho bila kusema ukweli. Narudi jioni, alisema. Lakini moyoni mwake alijua, hakukuwa na jioni hiyo. Alitembea kuelekea kituo cha basi, visigilo vyake vikigonga barabara kwa kujiamini wa uongo. Kila hatua ilimsadieza mbali na sauti za mama na karibu na sauti moja kali zaidi kichwani mwake. Chagua wewe, chagua ujana. Watoto watasahau, lakini historia haimsahau mtu yoyote.